Na mtazamaji, hao yalijiri baada ya vurugu na ghasia kutawala chaguzi ndogo, huku maafisa wa uchaguzi waliokuwa wakisimamia uchaguzi mdogo huko Narok wakiripotiwa kushambuliwa na watu waliovalia barakoa muda mfupi tu baada ya kufungwa kwa vituo vya kupigia kura. Na inadaiwa kwamba washambuliaji hao walipora mali za kibinafsi ikiwemo simu za mkononi na pia kuharibu vifaa vya uchaguzi. Na magenge yao yalikuwa yamejihami kwa rungu na bastola. Na Ben Kirui alizungumza na mmoja wa maafisa hao wa IEBC ambaye ni mwathiriwa wa mashambulizi hayo. Wakati wa kufungwa kwa shughuli ya upigaji kura Alhamisi jioni, hali ya sintofahamu ilitanda katika kituo cha kuhesabia kura cha Masai Mara kwenye uchaguzi mdogo wa wadi ya Narok baada ya maafisa 5 waliokuwa wanasimamia uchaguzi kutorejea na vifaa vyao. Kutoweka kwao kulikatiza kuanza kwa shughuli ya kuhesabu kura ambayo baadaye ilianza na kuendelea hadi usiku wa manane. Baadaye ilibainika kuwa maafisa hao walikuwa wamevamiwa na kulazimika kutoroka baada ya vifaa vya uchaguzi kuharibiwa. Mmoja wa maafisa alisimulia kuwa watu waliovalia mavazi yaliyowaficha sura walivamia kituo cha kupigia kura na kufyatua risasi hewani. Shughuli ikaendelea mpaka ikafika saa 10, imebaki 1 hour kupiga kura. Commotion ikaanza kuwa mingi, watu wamekuwa wengi. Ile magari yenye ina number plate ikarudi tena. Moja ikarudi hiyo aina ya double cabin. Aina number plate. Lakini sisi hatukujali. Tuliendelea tu. Ni ile tu tuliambia polisi waangalie hiyo magari sio mzuri. Anadai kundi hilo liliwashtumu maafisa kwa kudai wa kuingilia kura za mgombea wao. Wakaniambia ni wape kimskit hii ya mashine ya kupiga kura. Nikajaribu kukatana nao, wakanipiga makofi 3, wakanirusha huko, wakanionyesha bunduki. Anasema alikimbilia kwenye shamba la karibu kwa usalama wake baada ya vurugu kuzuka. Kutoka nje, gunshots are all over, so you don't know where to run to. So mimi nikakimbia nikaingia msitu ilikuwa karibu hapo na hiyo shule, nikajiresi kukaa hapo ndani. So the situation iliendelea mpaka karibu saa 1 hivi. DCP. Katika kutoa uamuzi wa kutangaza mshindi, afisa msimamizi wa uchaguzi Kuria Kimani alieleza kuwa kura zilizoharibiwa zisingeweza kubadili matokeo ya mwisho hata kama zingehesabiwa kwa mgombea aliyeshika nafasi ya pili. Sheria za uchaguzi nchini zinapiga marufuku vitendo vyovyote vya vurugu, vitisho, unyanyasaji au kuwazuia maafisa wa IEBC kutekeleza majukumu yao. Vurugu hizi pamoja na madai ya kuhusika kwa baadhi ya watu wanaoshukiwa kwa maafisa wa usalama zimezua hofu mpya kuhusu usalama wa maafisa wa uchaguzi na uadilifu wa chaguzi zijazo, huku wasiwasi ukiongezeka kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.